Mheshimiwa Talib Ali Talib amewapongeza wabunge na wakilishi kupitia wito uliojitokeza katika utoaji wa vifaa vitavyotumika katika shughuli mbalimbali za chama. Tukio hilo limefanyika Amani Mkoa, ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Leo kwa makusudi tulikuwa na shughuli maalum ambayo ya kukusanya viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi na wanachama Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa wetu kwa ajili ya kuweka mkakati wa uchaguzi mkuu wa safari hii, jinsi tunaingia vipi. Na nashukuru viongozi wengi wamekuja katika mkutano wetu huu, na mkutano wa aina yake wa mfano, sababu viongozi wamejitokeza wengi, hata imefika hadi mpaka ukumbi wetu na uwanja wetu haukutosha kwa ajili ya watu walipokuwa wengi. Kwa nashukuru sana viongozi waliojitokeza, na hasa makundi ya vijana nashukuru vile vile kujitokeza kwa wingi, kwa sababu tunafahamu kwamba mjini ndo waanzilishi wa makundi ya vijana. Kwa tunashukuru sana viongozi wamekuja, wametikia wito. Na wito waliotikia leo, acha wito tu, hata yale tulioamua tuyafanye kwa ajili ya uchaguzi wote mnapokea vizuri sana. Na imani yatafanyika kazi kwa vitendo kabisa. Lakini sitoshe vile vile tuliamua kwa makusudi siku ya leo kutoa vifaa maalum kwa ajili ya vitendea kazi ndani ya ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi. Na tumetoa vifaa vya aina mbalimbali, lakini vyote ni vya ukivitazama ni vya Chama cha Mapinduzi. Sasa tumetoa bendera kwa ajili ya mezani ndani ya ofisi, tumetoa podium kwa ajili ya mikutano yetu ya hadhara ya nje, na tumetoa speaker kwa ajili ya kupata sauti ndani ya mikutano yetu, na vile vile tumetoa meza ambazo ni nembo ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya matumizi ndani ya ofisi zetu. Kwa na imani vifaa vyote hivi tulivyotoa leo vitatumika, na kwa kila wakati vitatumika kwa ajili ya kazi za Chama cha Mapinduzi. Na imani faida ya vifaa hivi italeta sana, kwa sababu sasa hivi tumerahisisha sana kwa wafanyakazi wetu ndani ya matawi yao na majimbo na wadi na wilaya kuweza sasa kuwa na vifaa vya kisasa kufanyia kazi. Kwa hiyo nashukuru sana vifaa vile kupokelewa, na nafikiri kwamba wengi walikuwa wananiambia kwamba hii ni mfano ambao unakuja kutokea, ambao ni tukio jipya kabisa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Naye mgombea mbunge jimbo la Amani Abdul Yusuf Maalim amesema kuwa atahakikisha vifaa hivi vitatumika kama vinavyotakiwa, kwani ni jambo la mfano kwa viongozi. Mwenyezi Mungu kwa kuja leo kuja kuhudhuria mkutano huu ambao ameuandaa mwenyekiti wetu wa mkoa wa Mjini kuja kupokea vitendea kazi. Tunafahamu ndani ya mkoa wetu tuna viongozi, au Tanzania nzima tuna viongozi, lakini vile vile kwamba leo tunashukuru vitu ambavyo tunakuja kupokea hapa kwa ajili ya mabalozi, kwa ajili ya matawi, kwa ajili ya majimbo pamoja na wilaya. Ni vitendea kazi, visemeo, spika pamoja na bendera za mabalozi na meza za majimboni. Kwa kweli ni kiongozi anaotakiwa kupigiwa mfano. Ni kiongozi wa mwanzo au mwenyekiti wa mwanzo ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Leo ameonyesha njia, ameonyesha safari nzuri, na ameonyesha njia nzuri ya kupata ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Naamini kwa msaada huu au kwa vyanzo hivi vya utendaji wa kazi ni ushindi tosha ambao tutakwenda kutiki tarehe 29 Mungu akitujalia. Naamini tutashinda kwa rais wa Jamhuri, tutashinda kwa rais wa Zanzibar, na pia tutashinda kwa sisi wabunge pamoja na wawakilishi pamoja na madiwani. Wazo langu kwa wananchi na wapenda amani, tudumishe amani. Haya yote tunayoyafanya bila ya kuwa na amani hatuwezi kufanya kitu. Kwa upande wake Mheshimiwa Muhsin Ussi alikuwa na hayo ya kusema. Na nikwambia baadhi ya vipaumbele vyangu, mojawapo ikiwemo ni kuunganisha wananchi wote bila kubagua itikadi za vyama vya kisiasa, bila kubagua rangi zao, asili za wazazi wao wala dini zao. Jambo hili ni jambo muhimu sana kwenye jimbo letu la Malindi, kwa sababu Malindi ni mjini. Malindi kuna wakazi wa aina mbalimbali. Kwa hiyo dhamira yangu ni kuhakikisha watu wote wa Malindi wanakuwa ni wamoja, lakini wanapata haki sawa bila kupendelea aina yoyote ile. Moja ya ahadi yangu kwa wana Malindi ni kuhakikisha tutawapa fursa vijana wenzetu kujifunza lugha mbalimbali za kigeni. Mimi binafsi nimesoma China, nazungumza Kichina. Kwa hiyo nitakuwa sehemu ya kuwasaidia vijana kujua lugha ya Kichina. Tutafundisha Kifaransa, tutafundisha Kiingereza, Kitaliano, Kijerumani na lugha nyingine, ili sasa zile fursa za utalii ndani ya jimbo letu wazitumie vijana wa jimbo la Malindi. Lakini vile vile tumebahatika kupata changamoto hii, wala si jambo la kuficha. Wako baadhi ya vijana wenzetu wameingia katika dimbwi la utumiaji wa madawa ya kulevya. Sasa nimesema Mungu akinipa bahati ya kuwa mbunge, moja ya jambo kubwa ambalo nitalifanya ni kufungua sober house maalum kuwapa matibabu vijana wenzetu, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Rahma Masudi, Nahodha Medium TV.